Oi wanangu, inakuaje? Leo ni Ijumaa kama kaa. Kila Ijumaa tunakuwa na session ya podcast Betiology. I say podcast ya Betiology kwa saizi naona washikaji wengi sana watakuwa wanajipatia madini free bot hapa since toka tumeanza. Kuna washikaji wengi sana wamenipa feedback kadhaa kwamba mwanangu, at least size nao kidogo tunakimbiza sometime nini, unakuta umeshika phone hivi unapokea feedback za wana wanaweza ku-create slip wenyewe, size unasema da unyama sana. Sasa leo tena wanangu niko hapa mwanenu Taivina kama kawaida. Leo tena kama kaa niko mwenyewe. Leo nataka tuongelee kuhusu betting, calculation na discipline. Ujue kwenye maisha bana, kwenye maisha mimi naona kila kitu kinahitaji discipline. Yani ili utoboe, sio kwenye business, sio kwenye kazi, sio kwenye chochote kile ambacho unakifanya. Discipline ni kitu muhimu sana. Same pia kwenye betting. Kwenye betting ukiwa na discipline unafika far chap kwa haraka mwanangu. Lakini utaweza, kwa sababu wengi sana wanakuepo hawana mtaji. Mimi mwenyewe pia wakati mtaji wangu mdogo, kuwa na discipline ile kwenye slip ilikuepo changamoto sana. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ujue betting ni mchezo ambao umetengenezwa kwa namba. Nishaiongelea kwenye podcast ya Soka Bet. Niliwaambia kwamba betting ni mchezo wa namba. Kwa hiyo kama ni mchezo wa namba, ili jamaa mwenyewe pia umpige, inabidi utumie hizo namba kumpiga yeye. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ukisha let's say labda umecheza train la odds kama 500 600 hivi, asilimia kama 90-95 jamaa anakuwa kashahesabia kwamba hela yake. Kanjibai anakuwa kashahesabu kwamba ile pesa ni ya kwake. Kwa sababu gani nasema hivyo? The more unakuwa unaongeza odds kibao, ndo muda pia ambao unakuepo unapunguza probability ya kuwini. Kwa hiyo ili uwe na consistency ya kubeti, inabidi ucheze na namba zake. Na since au matreni yanakuepo huwa yanachanika many times. Ujue kwenye matreni 10 possibility ya kutoa inaweza lisiwepo hata moja. Yani katika matreni 10 yote yanaweza akachanika. Lakini kwenye mikeka 10 ya odds chini ya 10, mikeka 3 4 inaweza ikaboom, kama sio miwili mmoja kwa bahati mbaya. Lakini possibility ya kuwini inakuwa kubwa pale odds zinavyokuwa ndogo. The more odds zinazidi kupanda, probability pia inapungua. So inahitaji bahati na skills kuwin matreni, lakini inahitaji skills nyingi sana kuwin odds chache. Actually unaweza ukawa na skills nyingi pia, lakini bado kwenye odds nyingi ikawa kipengele kuboom, kwa sababu ujue unahitaji games nyingi ili upate treni. Manake ili upate treni unahitaji pia odds nyingi na games pia ziwe nyingi. Kwa sababu gani games itakuwa nyingi? Uwezi ukaweka treni eti mechi moja na odds 5, mechi moja na odds 6. It can happen, lakini haiwezi ikatokea kwa mechi 3. Yani mechi 3 za odds 6 zote zikatoa, no. Ndio maana hapo tunasema betting ni mathematics. Zile odds zile zinakuwa creatiwa kwa probability. So probability inawekwa kwenye odds. So kama let's say nichukulie timu gani mfano? Madrid siwapendi. Niwachukulie labda Bayern labda wanacheza na timu gani Bayern kule ambao ni iko chini sana. Bayern labda wanacheza na, tuchukulie labda wanacheza hata na Frankfurt. Ingawa Frankfurt sio above, ila ni timu ambayo kwa Bayern ni underdog. Bayern anaweza akapewa odds 1.3. Frankfurt akapewa labda odds 4. Zinatengenezwaje? Kwa nini wapewe odds 1.3 odds 4? Ndo tunarudi pale probability. So probability wameangalia kwamba Bayern atashinda, lakini pia wanaangalia Frankfurt ni underdog kwa Bayern. Kwa hiyo tunawapaje hawa washinde? Inabidi mmoja apewe odds ndogo, mwingine apewe odds nyingi. Hawajawahi kuweka odds sawa. Let's say labda Man City labda na Wolves leo wanacheza. Man City eti apewe odds 2 na Wolves apewe nayo odds 2. Angekuwa anapigwa kila siku Kanjibai, kwa sababu kuna watu wangekuwa na beti timu moja tu alafu wanapoa. Ndio maana zikawekwa odds ili kulinda maslahi ya Kanjibai. Kwa hiyo ili uweze kuwin
sleep, ukiachilia mbali hizi skills kama haya maoption ambao tunakuwa tunatajiana, lakini pia kuna discipline na mahesabu. Tuje kwenye upande wa calculation ya stake. Wengi sana wanachoma account kwa sababu ya discipline na consistency, lakini pia miemko feeling. Unakuta mtu labda kaweka odds ngapi? Kaweka labda odds 2 kati ya laki, payout sinakuja 200,000, ile laki ikaenda, anakuja anatia tena 200,000, anaongeza na odds, anaweka labda 3 ili arudishe ile ya kwanza apate na profit. Amesahau kwamba the more utakavyokuwa unaongeza odds na unaongeza unaongeza team probability pia ya kuwin inapungua. Ndo hapo watu wanachoma account. Mimi nasemaga kama ni beginner kwenye betting, jitahidi kuwa na discipline kwenye mahesabu. Kwa mfano, leo naweza nikatoa hii trick ambayo nimekuwa nikiitolea sehemu kibao, lakini wengi huwa wanakuwa wanapishana nayo. Leo nataka nitoe somo la mahesabu kwa watu ambao wanakuaga na mitaji midogo. Uzuri mahesabu hayadanganyi hata kidogo wanangu. Sasa iko hivi. Let's say wewe ni mkamalia uko na 100,000, au sio? 100,000 unataka uwe na consistency labda ya kupata hata 20 tu. Na hapo ndo linapokujaga tatizo. Wengi sana wanakuaga na tamaa, yani wanataka king. Ogopa sana mtu anayekupa milioni 100 kwa jelo. Hilo swala siwezi kuacha kuambia wanangu. Yani mtu anakwambia na milioni 100 anakuwekea mezani, afu anakwambia unaweza kuichukua kwa jelo. Maana yake ana asilimia karibia 99.9 hilo jelo lako yeye ndo atachukua. Kwa hiyo jitahidi sana, yani kama ni hao matreni ubetie kupitia hela zake, na baadaye nitakuja kuongelea kwamba kwa nini matreni inatakiwa ubetie hela zake na unawezaje kubetia hela za Kanjibai kupitia matreni. Yani matreni ukabetia kupitia hela ya Kanjibai. Nitawaelekeza baadaye. Turudi kwenye pointi yetu. Uko na laki labda. Ile laki 100 igawe kwa raundi 5. Kwa raundi 5 inakuepo ni 20,000 kwa raundi moja. Wewe zile raundi fanya kwa raundi moja iwe ni ya siku moja. Kwa hiyo jiwekee kwamba kwa siku utacheza raundi moja tu, na raundi moja hiyo utacheza odds hizo 2. Okay, umeweka raundi 5 kwenye ile laki. So leo utatafuta 20,000. Kumbuka, kama mkeka ukichanika hiyo siku ambayo umestake 20,000 ikachanika kwenye ile laki, kuna baki na raundi 4, usibeti mkeka hiyo siku. Subiri kesho yake. Hiyo kesho yake ikifika, cheza tena odds zile ulizocheza jana, stake kiasi kile ulicho stake jana. Rudisha kwanza ile ya jana, alafu profit yake uje uitafute kesho ukiwa tayari umerudisha ya jana. Sijui nimeeleweka wanangu? Hapo ndo ambapo watu wanakujaga kufeli swala la discipline, na utaweza kukaza. Yani umesharudisha ya jana na games bado ziko kibao, utaweza. Ndo hapo watu wanachoma account. Unakuta labda mchana kapiga, amerudisha ya jana, ana force tena hapo, hata game hazijakaa fresh, ana create faster, mkeka umeshatoa, anaenda anaweka randomly games pale, anapigwa. Hicho kitu wengi sana huwa wanachoma account. Discipline na consistency. Rudisha kwanza ile. Ujue odds 2 maana yake kuna asilimia 50-50. Yani yeye ukimwekea odds 2 ukastake hela, yeye hawezi kuwa na asilimia nyingi za kuchukua hiyo hela. Actually possibility kubwa itakuwepo ni kwako wewe, kwa sababu wewe hata kwenye zile asilimia 50-50, kwa sababu odds 2 ni yeye ana 50 ya kuini, wewe inatakiwa sasa unakuwa na 50, lakini inatakiwa ujitengenezee 80. Hiyo 80 asilimia unaitengeneza vipi? Unaitengeneza hivi. Kwenye odds 2 kunakuwa asilimia 50-50 kama ukicheza game moja. Let's say labda Madrid na Liverpool. Huyu amepewa odds 2, huyu kapewa odds 2, ukamchagua labda Man City peke yake ana odds 2 ukampa. Pale ndio inakuwa 50-50. Lakini ile 50 inaweza kumodolewa ikawa asilimia 80 za ushindi. Inamodolewa vipi? Unachukua odds 1.3 au 1.4 kwenye game yoyote ile,
unakuja unaongeza 1.3 au 0.4 ya game nyingine, unakuja unafunga na 1.2 au 1.3 pia, odds zinakuwa 2. So kumbuka wewe umechukua 80% au 70 ya odds 1.3, umeziunganisha zote zile. So kila game moja inakuwa na 70-80, wewe umeziunganisha kwa pamoja, umetengeneza imekuwa odds 2. So actually hapo unakuwepo na possibility ya 80%, sio 50 tena. Wanangu, sijui naeleweka haya mahesabu. Kwa nini nimesema ile laki uigawe kwa raundi 5? Ukiigawa kwa raundi 2, let's say labda ukaweka 50,000, kuna possibility kubwa sana ile 50 ikapigwa hata mara 2 mfululizo. Yani ukapigwa 50 ya kwanza, ukapigwa na 50 ya pili. It can happen odds 2 zikachanika mara 2 au mara 3 mfululizo. Lakini never odds 2 haziwezi zikachana mara 5, mara 6, mara 8 mfululizo. Yani wewe maana yake ni beginner kabisa, sijui au ni hujui kubeti kabisa, sielewi. Yani binafsi mimi mwenyewe haijawahi kwanza kutokea eti ni lost odd 2 mara 4 au mara 5 mfululizo, haiwezi kuwa. Na ndo maana mimi nina consistency, naweza nikabeti kila siku, kwa sababu hayo matreni ambao huwa mimi nacheza kupitia hela ya Kanjibai. Hela ya Kanjibai unawezaje hata wewe mwenye huo mtaji wa laki, ukiwa unacheza hizo raundi 5, unaweza ukacheza matreni kupitia hela ya Kanjibai. Unacheza vipi? Kwenye zile raundi 5 kuna 2020 ambazo unakuwepo unacheza zile odds 2. Let's say umepata odds 2.5. Odds 2.5 kwa 20,000 ni 50,000. Kwenye ile 50,000, ile 10,000 ya juu ile ni profit ambayo haihusiki na ofisi wala haihusiki na loss. Yani ile ni tuseme yani ni kama bonus, ni bonus ya ile winning, kwa sababu target yako wewe inatakiwa upate 20 kwa day. Kwa hiyo ile 10,000 inakuwepo ni extra ya Kanjibai, ile faida yako ushaipata. Ile 10,000 sasa ndo utaibetia. Na sio kwamba sijasema hivyo ndo kwamba kila mkeka eti wewe unaongeza odds labda 2.7, 0.8 ili mradi ubaki na cha juu. Hapana, cha juu kitabaki tu, yani kwenye slip yoyote ile odds 2, odds 2.3, 0.4, ukiweka let's say 10,000, 20,000, utapata faida ya nusu ya ulichokiweka, yani kizima. Let's say umeweka 20,000, utapata 20,000 nyingine ambapo ni 40,000. 10,000 itakuwa extra au 5,000, 6,000. Ile 5,000, 6,000, 10,000 ukibetia matreni hata ikiliwa haija damage balance yako. Yani uwezi ukachoma akaunti kwa matreni, kwa sababu matreni utakuwa na betia hela zake. Kumbuka, ukibeti kama labda let's say umepata labda odds 2.1, imekuja paid out 43,000, labda wamekata kodi labda 4,000, 5,000, wewe umebaki na 40,000 kamili, maana yake hapo hauna hela ya kubetia matreni. Umebaki na 20,000 tu ya profit, ambayo hiyo ndio inatakiwa iingie kwenye mahesabu yako kwamba kila day nitengeneze 20. Nimetolea mfano wa laki, lakini unaweza ukagawa hata kama ni shingapi, wewe gawa kwa raundi 5. Kama pia ni muoga, unaweza pia ukaigawa kwa raundi 10, ukacheza 10,000 au kwenye huo mtaji wako ukacheza kwa raundi. Lakini hizo raundi siku ambayo unaweza ukacheza raundi 2 ni weekend na J4. I think J4 au Alhamisi au Jumatano kuna kuaga na games nyingi sana, ma Europe, ma Conference League, ma UEFA. Lakini J1 na JP kuna ligi zinakuwa zinaendelea, kwa games zinakuwa nyingi, hivyo wewe unakuwa na possibility ya kucheza hata round 2 per day. So kama labda imetokea siku ambayo games zimekaa fresh, umecheza labda slip ya mchana mpaka jioni imetoa, usiku pia kuna games zile kali ambapo possibility ya kuwin inakuwa ni kubwa. Au ukachanganya na za night shift unaweza ukaweka labda hata anyway, au masuala ya option ndayaongelea mwishoni. Unaweza ukaweka pia ukachanganya na games za night, asubuhi ukaamka boom. So kuna siku ambayo unaweza labda ukaboom mara 2 au ukawini 1 ukalost 1, lakini sio kila siku. Make sure target yako inakuwepo ni mara 2 ya ile stake ambayo unakuwa umeistake. So kwa mfano kama mimi
Mimi huwa na deposit mara moja kwa mwaka. Yaani let's say kwa mfano kama saizi kampuni ninayotumia kwenye kucheza odds mbili ni Elabeti. Elabeti mimi huwa na deposit one time tu kwa mwaka. Yaani let's say kama mwaka jana ni mwaka jana ni mwaka jana, kwa sababu ligi huwa na deposit mwanzo wa msimu. Yaani msimu unavyoanza na mimi ndo huwa na deposit. Nilideposit kama milioni 15 hivi. Kwa hiyo mimi ambacho kitu nakifanya ni kwamba ikiwa yani kwenye ile balance ikiwa chini ya milioni 15 I'm broke. Yaani siwezi kutoa hela mpaka nifikishe tena ile balance. Alafu balance yoyote inayozidi zaidi ya ile milioni 15 ile ni halali yangu. Yaani kama ikifika sijui milioni 17, milioni 16, milioni 18, tatu moja zile juu zote ni za kwangu. Alafu kama itakuwa milioni 15 hiyo ni balance. Yaani bro, nikiwa na account ina milioni 15 nikikwambia niko broke nielewe. Nielewe, na maanisha ile ni hela ya ofisi, na hela ya ofisi haiguswi. Wengi ambao wanafuatilia slipu zangu wananijua. Odds zangu ndo kama hivyo. Na tia zangu labda mshindo wa labda odds 2 au odds 3 na tia 900, 800 na chill. Kuna muda napigwa inafika mpaka milioni 9, milioni 8, lakini hapo ndo kipindi ambacho cha kuweka umakini, kwa sababu unajua hapa sitoi hela mpaka nifikishe kiasi ambacho kinakuwa kwenye balance na kile ambacho kinazidi. So hata kama itazidi laki kwenye ile milioni 15 natoa, napita nayo, ni profit. Na niwakumbushe tu wanangu kwamba account za betting sio benki. Ukiwini mkwanja toa, ukihitaji kubeti deposit. Kama wewe unafanya kama mimi, deposit hicho kiasi ambacho unajua hicho hakiwezi kutoka. Yaani hicho kinakuwa ndo mtaji wa kamali all the time. So wanangu, kuhusu masuala ya calculation sidhani kama kuna mtu atakuwepo hajanielewa hapo, na kama hamjanielewa mdrop comment zenu hapo chini, nitakuja kuzipitia kuzisoma, au sio? Lakini nitajibu pia, sio kuzisoma tu, nitajibu. Lakini pia kama kuna chochote ambacho mtu anahisi labda nimekisahau hapa, naweza nikaja kukiongelea kwenye podcast ya wiki ijayo Ijumaa, Betiology. Sasa tuhamie kwenye kitu ambacho, je, option zipi ambazo ni sahihi ili uweze kupata hizo odds mbili? Option ziko kibao, lakini wengi wanatumia hizi option tofauti, lakini mimi napenda sana kucheza special option. Unaweza ukacheza labda game, hasa hizi game za Afrika. Unajua game za Afrika zinakuaga hazina magoli mengi. Kwa hiyo unachukua labda Egypt, kule kuna game kama, kuna timu kama Pyramid, kuna timu kama ayo Mazamalek. Hizo timu hizo zikikutana na timu zao za mule, hata kama zikidraw mara nyingi huwa zina draw kwa magoli, sio bila, na hata kama zikipigwa zinakuwa zinapigwa lakini zina score. So unaweza ukaweka over 0.5 game hizi za Afrika, yale majiant yale. Lakini pia special option ambazo nilikuwa nazizungumzia, maana hiyo bado ni normal option. Special option hizo kwa nazizungumzia kwamba magoli yanakuwa machache kwa timu za Afrika kulingana na nature ya viwanja. Kwa hiyo bet dakika 85 mpaka 90 kusiwe na goli. Kwa hiyo katika game nzima utasubiri dakika zako 5 tu ili ubebe huo mkwanja wako. Option nyingine unaweza ukabeti katika dakika za nyongeza kusiwe na goli. Yaani katika mechi nzima utasubiri tu dakika za nyongeza zile, uangalie kama goli halitatokea, ufunge kibubu chako. Lakini pia option gani nyingine? Option ziko nyingi pia za kujazizia kwenye odds mbili. Unaweza ukacheza kusiwe na red card, lakini red card uangalie na aina ya ligi. Kwa mfano kama La Liga wanacheza sana foul. Lakini pia timu gani? Russia wanacheza sana foul wale washikaji, na makadi mekundu kule anakuwa mengi sana. At least EPL, Bundesliga hizo kidogo huwa kadi sionagi sana kadi mara nyingi. Kwa hiyo sending off kwenye makampuni ya betting kama Sportbet wanaandika sending off.
lakini pia kwenye Helabet pia wanaandika sending off, wengine wanaandika direct kwamba ni red card. So hiyo ni option nyingine. Option nyingine ni ipi? Sasa hapa napata limitation kidogo, kwa sababu option nyingi ambazo mimi nazijua, makampuni mengi haya kawaida hayako na hizo option, na kuna makampuni ambayo mi nilishawaambiaga kipindi fulani kwamba mimi nina akaunti 52 za kamari, yani na betia mpaka makampuni ambayo yanatumia euro tu, yanatumia dola, just to kufuata option, special option ambazo ziko huko. Na kwa bongo hapa mara nyingi naona Helabet kwangu mimi inanifaa, na maoption yanakuwaga ni mobu sana. Kwa hiyo option kama dakika ya kwanza mpaka ya 5 itokee faulo, ukicheza kwenye game za La Liga, hiyo option lazima itoe, wanapiga sana viatu. Lakini game za Brazil, game za Argentina, wewe cheza tu dakika ya kwanza mpaka ya 5 itokee faulo. Au game za Argentina na Brazil, beti madokta waingie uwanjani, mchezaji akiumia wataingia tu kwa sababu ya viatu, wanapigana sana viatu. Lakini kuna option kwamba goli lisitokee ndani ya sekunde 10 baada ya kupiga kona. Sasa hapo utaangalia wewe hiyo timu ambao unazibetia, hizo timu mbili hazina wale mabeki ambao ni majanti, wanapiga sana mavichwa. Kwa mfano kama pale wapi Maniu, yule Casemiro anapiga sana vichwa wazee. Lakini pia Rudiger pale Madrid anapiga sana vichwa. Wapi pia Van Dijk pia anapiga vichwa. Kwa hiyo option pia uangalie na aina ya game ambao unataka kuchezea. Lakini pia kwenye saves double chance, unaweza ukacheza first half double chance saves, yani saves zile, sijui mnanielewa. Kuna wengine sio makamalia maguru wale, kwa hiyo hizi options zinaweza zikawa ni ngeni kwao. Saves ni zile magolikipa labda wame save mpira usiingie golini, kwa hiyo huku anaweza wakasave 2, kule wakasave 3. Cheza double chance, labda kipindi cha kwanza double chance, save zizidi kwa upande wa kwanza au upande wa pili. Option ni nyingi sana wanangu, option ni nyingi. Anyway, nitakuja niwape option zingine. I think next week nitamleta guru mmoja hapa tuje tupige story za hayo ma option. I think itakuwepo ni noma sana. Kwa hiyo wanangu, tukutane chimbo. Kama huko chimbo la Betting Brain, na kuwekea namba hapo chini. Hiyo namba ukitext inaweza kukupeleka mpaka chimbo. Lakini pia kuna page ya Betting Brain pale Instagram, inaweza ikakupeleka ile linki ambayo iko kwenye bio pale, inaweza ikakupeleka mpaka chimbo. Lakini pia kwenye page yangu mimi mwenyewe Taivina, natumia Taivina pale IG, kuna linki pale, ile linki pia inaweza kukupeleka mpaka kwenye chimbo. Lakini pia special option zinachezwa ni nyingi sana. I think Mungu akipenda wiki ijayo nataka tuongelee option 2, yani tucheze na option 2, washikaji wazijue zaidi option. Na kama kuna mtu atakuwepo anahitaji kuongezea labda chochote, maybe labda ushauri au mawazo au kitu ambacho anataka ajifunze, aniambie tu kwenye comment hapa, au waende kwenye page ya Betting Brain pale Instagram, au kwenye page yangu aweke maoni, aombe ushauri pale, au aweke ushauri wake, mawazo. Lengo ni kuhakikisha jamaa anapigwa. So wanangu, tukutane wiki ijayo kwenye Betiology podcast. Mimi naitwa Taivina na hii ni Betting Brain. Oi, boom boom situation.